kama Sharifu Giziba, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jogoya. Katika siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 9 2025, tulikuwa na mahafali ya wanafunzi wetu wa darasa la 7 waliohitimu shule yetu hapa wakiwa wanafunzi 50. Wanafunzi hao walianza mwaka 2019 na hadi leo wanahitimu. Kwa kweli tunashukuru ushirikiano wa serikali ya kijiji, serikali ya shule, mwenyekiti wangu wa kamati ya shule na wananchi wote kwa ujumla. Tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kwa michango na kujitoa, na hii inaonyesha namna gani shule inavyoweza kushirikiana na jamii. Wamejitoa kwa namna wanavyoweza na wameweza kufanikisha sherehe ya mahafali. Na kwa mwaka huu tumepata surprise kubwa ambayo wazazi wetu wamekubali kuwashonea wanafunzi wetu sare za kwenda shule ya sekondari Mashimba, ambao tuna imani ndio wao watakosa kigezo kabisa cha kushindwa kujiunga shule ya sekondari Mashimba. Kwa hiyo kwa pamoja tunashukuru sana wote waliofika kutuona na kushirikiana na sisi. Mungu awabariki sana. Shule yetu inapendeza na mazingira yake yanavutia. Kwa kweli tunajivunia kwa kila kitu na uongozi pia uko vizuri. Tunashukuru sana kwa kutufikieni Chama cha Mapinduzi. Mungu aendelee kuwabariki sana. Tuna imani mko na sisi na ndio maana tunaomba kufika kwetu. Na tunaamini Oktoba tunafika. Asante sana. Tumkaribisha afisa elimu wangu wa kata ili aweze kuzungumza chochote. Karibu. Kwa majina mimi naitwa Isa Rashid Mgo, ni afisa elimu kata wa kata ya Mashimba Igunga, Tabora. Leo tumefika hapa kwa ajili ya kusherehekea mahafali ya darasa la 7 waliohitimu. Walimaliza mtihani wao tarehe 11 mwezi huu wa Septemba 2025. Kama ilivyo desturi yetu, tunafanya hivi ili kuwamotisha watoto ili waweze kuendelea na masomo yao wakiwa na saikolojia yao nzuri. Kikubwa tunachowaasa wananchi hawa wamemaliza darasa la 7 waendelee na masomo, wasije wakawazuia, kwa sababu jamii zetu kama tulivyoeleza hata kipindi cha nyuma, wakati natembea na spika natangaza watoto wote wa ripoti. Sasa hivi tumekuja na mkakati kwamba wameshona sare za shule kama sare za sikukuu. Lengo ni kuja kuondoa ile adha ya Januari kwamba mzazi ashone sare afanye nini. Kwa hiyo tumeamua kulitoa hilo tatizo kwa mkakati huu wa kushona sare za sherehe. Kwa kufanya hivi hatutakuwa tena na ile habari kwamba aje kama alivyo, kama nilivyosema pale Januari wakati natangaza na spika kwamba watoto wote waende shuleni jinsi walivyo, waende tu na daftari moja. Na kwa sasa kwa mkakati huu tunaamini sasa mapungufu yale yaliyojitokeza miaka ya nyuma hayatajitokeza tena. Sasa hivi tunachohimiza ni elimu upande tu. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan amerahisisha elimu bure kuanzia huko chekechea mpaka form 6. Tunasubiri nini? Tunachoomba watoto hawa waende shuleni wamalize form 4 kama walivyomaliza. Tunaamini watafaulu. Kata yangu ina shule 3 ikiwemo moja ya sekondari, 2 hizi za shule za msingi, na zinafanya vizuri kila mwaka, na tunaamini hata mwaka huu tutakuwa best school, tutakuwa na performance nzuri kwa sababu hatujawahi kuiangusha wilaya yetu ya Igunga. Tuko top 5 kila mwaka. Na kwa kuwaambia wazazi wao wanachotakiwa kufanya kwa sasa ni kufanya maandalizi ya kina. Matokeo yakishatoka basi Januari watoto waende shule. Vile vile nimewaasa wazazi tuanze uandikishaji mara moja. Ni muda wa uandikishaji sasa, tuweze kuenda sawasawa na sera ya elimu ya mwaka 2014 iliyofanywa mabadiliko mwaka 2025. Tunasema kila mtoto lazima apitie chekechea, lazima apitie awali, na sasa hivi tuna uandikishaji umeshaanza. Tunawaambia wazazi na tunawaasa wazazi wajitahidi kuwaleta watoto kuanzia sasa
na nimetangaza hili kuanzia leo tarehe 26 mwezi wa 9 2025, wazazi wote wawalete watoto waanze kuandikishwa darasa la awali, darasa la kwanza na MEMKWA. Kikubwa ambacho jamii yetu tunasema ina tatizo ni tatizo la kutokujua kusoma na kuandika, kwa sababu ni jamii za kifugaji. Tumeanzisha programu za kuandikisha kitongoji kwa kitongoji wale wote wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, watu wazima, hata kama awe na miaka 100, tutamwandikisha, atasoma kisomo cha elimu ya watu wazima. Sasa hivi hilo nitakuja tena kweli, nitawaambia tutalitekeleza kwa mkakati gani, kwa sababu tayari mkoa wetu wa Tabora ilionekana katika sensa ya watu na makazi ni mkoa ambao uliongoza kwa watu wasiojua na kusoma na kuandika. Sasa hiyo solution yake au suluhu yake kuondoa hiyo ni kuanzisha haya madarasa ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Lengo ni kuondoa hii kadhia katika nchi yetu. Kila mmoja ana haki ya kusoma, kila mmoja ana haki ya kupata elimu, hata kama awe kikongwe namna gani. Tunawaasa wazazi waendelee kuisapoti shule yao, tuendelee na moto ule ule, tusirudi nyuma. Asante sana.